Na kama tunavyofahamu, vijana ni nguvu kazi ya taifa, na hivyo wanaendelea kujengewa mazingira ili kuhakikisha kwamba wanaendelea kufanya vizuri katika suala zima la kiuchumi katika familia zetu, lakini pia jamii na taifa kwa ujumla. Sasa siku hii ya leo, Septemba 17 mwaka huu wa 2025, Manispaa ya Sumbawanga leo imekuwa na kongamano kubwa la vijana lililowakutanisha wadau mbalimbali wa maendeleo, viongozi wa serikali, mashirika binafsi pamoja na asasi za kiraia kwa lengo la kujadili mustakabali wa vijana katika maendeleo ya taifa. Na kongamano hili, msikilizaji, limeandaliwa na halmashauri ya Manispaa ya Sumbawanga kwa ushirikiano na wadau wa maendeleo, likiwa na adhima kuu ya vijana kama nguzo ya uchumi na maendeleo endelevu. Kwa hiyo yapo mengi ambayo yamezungumzwa katika siku hii ya leo, na wapo viongozi mbalimbali ambao wamepata nafasi ya kuzungumza, akiwemo mwakilishi wa katibu tawala wa Manispaa ya Sumbawanga, utamsikiliza hapa. Lakini pia wawakilishi wa mashirika yasiyo ya kiserikali, yani NGOs na asasi za kiraia, wamesisitiza umuhimu wa kushirikisha vijana kwenye maamuzi ya maendeleo na kuwajengea uwezo wa kiuchumi, hususan kupitia kilimo, biashara, ufugaji wa kisasa na matumizi ya teknolojia ya kidijitali, za kidijitali. Lakini pia kwa upande wao washiriki nao wamezungumza na kutoa maoni yao, mtazamo wao, pengine ni kitu gani ambacho kifanyike ili kuweza kuhakikisha kwamba vijana wanakuza uchumi wao, lakini pia na uchumi wa taifa. Lakini sio tu hilo, tunawezaje kuwa na vijana bora, vijana wenye tija katika taifa? Yapo mengi yamezungumzwa, msikilizaji. Awali akizungumza mwakilishi wa mgeni rasmi, amezungumza mambo mengi, akiwataka vijana ambao wamepata nafasi ya kushiriki kongamano hilo kulitumia kwa manufaa zaidi. Lakini nikwambie tu kwamba kongamano hili, msikilizaji, limewakutanisha madereva bodaboda, lakini pia wanavyuo, wafanya biashara, wakuu wa asasi za kiraia na viongozi wengine wa serikali na watu wengine ambao wamepata nafasi ya kushiriki kongamano hili, na linatajwa kuwa ni endelevu kubwa zaidi. Kongamano hili linalenga namna ya kuwainua vijana ambao huenda wamelala. Nakuta kuna vijana ambao fursa zinajitokeza, lakini wao wanaendelea kubaki nyuma. Sasa utasikiliza hapa nini ambacho kimezungumzwa katika siku hii ya leo. Wakati huo 0769352256, mwakilishi wa katibu tawala wa Manispaa ya Sumbawanga, yeye anazungumza hapa wakati akizungumza na vijana hao. Sikiliza hapa, msikilizaji. Nafikia vijana 1000 kwa ajili ya kuwapa elimu katika nyanja mbalimbali, ikiwemo elimu ya masuala ya uzazi, elimu ya masuala ya biashara na elimu ya kujikwamua kiuchumi. Hongereni sana vijana kwa fursa hii adhimu mlioipata. Pia nitumie fursa hii kuwapongeza vijana wote kwa mwitikio mkubwa wa kuhudhuria kongamano hili. Ni wazi tutapata elimu na kuongeza ufahamu katika mambo mengi. Binafsi naamini tutapata fursa ya kujadili masuala mbalimbali yanayohusu vijana na maendeleo yetu. Pia tutakuwa na mada mbalimbali zitakapoanza kuwasilishwa. Tuwe makini kubeba kitakachowasilishwa, tuwe na mitazamo, kubadilishana changamoto na fursa mbalimbali za kujikwamua. Naamini kila mtu atatoka na kitu, tutakapoingia hapa tutatoka tofauti.
mawazo ya kujenga kwa ajili ya maslahi na maendeleo yetu vijana. Kauli mbiu ya kongamano hili inasema wekeza kwa vijana, harakisha maendeleo ya taifa kwa ustawi wa jamii. Wekeza kwa vijana, harakisha maendeleo ya taifa kwa ustawi wa jamii. Hivyo basi, natoa wito kwenu kutumia fursa zilizopo katika halmashauri ya manispaa ya Sumbawanga na mkoa wa Rukwa kwa ajili ya kujiletea maendeleo binafsi, kwani tunatambua vijana ndio nguvu kazi pekee yenye kuweza kuleta mapinduzi katika sekta mbalimbali za uzalishaji na uwekezaji na kukuza uchumi wa jamii na taifa kwa ujumla. Jarida la habari. Aidha, kongamano hili ni ufunguo kuelekea kongamano la pili litakalofanyika tarehe 28 mwezi wa 9 katika ukumbi wa Bomani, majengo ya halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga, jirani na ofisi ya mkuu wa wilaya, ikiwa ni maandalizi ya kuelekea kilele cha kongamano ambalo litafanyika tarehe 29 mwezi wa 9 kwenye maadhimisho ya Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2025 ndani ya manispaa ya Sumbawanga. Imefahamishwa kwamba kongamano la pili baada ya hili la tarehe 29 mwezi wa 9 2025 litakuwa na walimu au wawezeshaji wa kitaifa ambao ni ndugu Doto Mnyadi, mtaalamu mbobezi kwa masuala ya vijana, na pia tutakuwa Dr. Gavi Kweka ambaye ni mtaalamu mbobezi kwa masuala ya afya akili kutoka katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Vijana, naomba tutumie fursa hii. Kongamano haya sio ya kukosa. Sasa tunajua tunatarajia kupokea Mwenge wa Uhuru, na kabla ya hapo kongamano hili la tarehe 28 litafanyika kabla ya kilele cha Mwenge wa Uhuru cha tarehe 29. Hivyo kwa wingi wetu kama mlivyojitokeza leo, nipende kuwasisitiza vijana tujitokeze kwa wingi zaidi. Tunapotoka hapa tukahamasisha na vijana wengine ambao hawajafika, kwani kongamano hili na wataalamu watakaofika kwa kweli sio la kukosa. Vijana tujinyakulie fursa hii adhimu ambayo ni nadra sana kuipata. Hivyo tutumie fursa vizuri kwa siku hizi zilizotajwa katika kongamano hili. Pia nitoe wito kwenu, chukue nafasi kutizama fursa kwa jicho la tatu katika maendeleo ya mkoa wetu yanakwenda kwa kasi. Hivyo tumeleta fursa hizi tuzichangamkie kama wananchi wa manispaa ya Sumbawanga na kunufaika nazo ili kujiletea maendeleo. Jarida la habari. Haya, msikilizaji, umepata nafasi ya kusikiliza maneno ya kwake mwakilishi wa katibu tawala wa manispaa ya Sumbawanga hapa akizungumza namna kongamano hivyo lilivyoandaliwa na linalenga nini hasa. Lakini pia kaimu afisa maendeleo ya jamii naye pia amepata nafasi ya kuzungumza pembeni ya kongamano hilo. Sikiliza hapa msikilizaji taarifa hii. Asante. Kwa majina naitwa Gula Kimesha Kimagova, mimi ndo kaimu afisa maendeleo ya jamii wa manispaa ya Sumbawanga. Tuna kongamano letu la tarehe 17 leo mwezi wa 9 2025. Kongamano hili ni kongamano la vijana ambalo linahusisha fursa mbalimbali ambazo zinapatikana katika halmashauri yetu ya manispaa ya Sumbawanga. Lengo kuu hasa la hili kongamano ni kuwafanya vijana waweze kutambua fursa ambazo zinapatikana mkoani kwao na katika halmashauri yetu ya manispaa ya Sumbawanga, ili waangalie namna gani wanaweza kuzipata na kuzitumia, kwa sababu mara nyingi wamekuwa wakiona fursa ambazo ziko nyingi ambazo zinatuzunguka lakini hawachukui hatua. Lakini leo tumekuja kuwatia ujasiri na kuwatia wivu kwamba katika halmashauri ya manispaa ya Sumbawanga tuna fursa nyingi. Wataalamu mbalimbali watakuwepo hapa kwa ajili ya kuelekeza hizi fursa namna gani wanaweza kuzipata ili ziweze kuwasaidia kubadilisha maisha. Tunategemea kwa miaka hii 5 mpaka 2030 tuitengeneze Sumbawanga aina nyingine ambayo itapata vijana wenye mtazamo mpya, wenye uchumi wa hali ya juu,
ambao umetengenezwa kupitia makongamano haya. Lakini makongamano haya ambayo tumeanza leo tumeanza mwaka huu yatakuwa na mwendelezo. Leo tumeanza tarehe 17, lakini tarehe 28 pia tunategemea kuwa na kongamano la vijana. Mwezi wa 12 kila robo tutakuwa tunaenda kwa utaratibu huu. Lengo ni nini hasa? Lengo tunataka tuwabadilishe kabisa mtazamo wa vijana, waanze kuwaza kisasa, wa act kisasa, na mwisho wa siku waangalie fursa ambazo zipo katika halmashauri yetu ya Manispaa Sumbawanga na waweze kuzitumia, na tupate kijana yule mwenye maono chanya na muonekano chanya, asiwe kila siku anailaumu serikali, labda pengine imefanya hili na hili, ingefanya hivi na hivi. Hapana, yeye mwenyewe aone fursa, achukue hatua, na mwisho wa siku aweze kutoa matokeo chanya. Tunataka tutoe tangible output kwa vijana, kwa maana ya kwamba matokeo yanayoonekana, matokeo chanya ambayo yanatokana na uthubutu wa vijana wenyewe. Kwa hiyo tunawafundisha namna bora ya kuweza kuthubutu na kuchukua fursa zilizopo ili waweze kuzitumia katika halmashauri yetu ya Manispaa Sumbawanga. Jarida la habari. Na hii tunaanza Sumbawanga na tutategemea tutaenda mbali zaidi. Tunajua halmashauri zingine zitaiga na mwisho wa siku itaenda viral mpaka Tanzania nzima watafanya makongamano kama haya. Tukiweza kufanya wakadapti maeneo mengine, manake tutakuwa tumetengeneza Tanzania mpya yenye uchumi mpya, na uchumi mkubwa utakaliwa na vijana ambao ndio taifa la kesho na ndio tunaotegemea, na ndio viongozi waadilifu wanatoka humu. Wakijifunza hizi fursa watapata nguvu ya uchumi na watagombea nafasi mbalimbali za uongozi katika serikali ili waweze kutukomboa sisi ambao tupo katika halmashauri yetu ya Manispaa Sumbawanga na Tanzania kwa ujumla. Tutatambua vipi kama ili kongamano limekuwa na tija? Yes. Lakini lingine katika siku ya leo mmekuwa na semina hii. Mmekuwa na ujumbe gani kwa vijana siku ya leo? Ujumbe kama ulivyoona pale, tumesema tunawekeza kwa vijana. Ujumbe mkubwa ni kwamba tunawekeza kwa vijana kwa sababu vijana ndio watu wenye nguvu na ni taifa la kesho ambalo litatupa mabadiliko. Lakini namna ya kupima mafanikio ya kongamano hili. Kwanza upimaji wa kwanza unaangalia idadi ya vijana ambao wameweza kuhudhuria, lakini walioweza kuhudhuria manake wamepata mafunzo. Na mwisho wa siku tutapata kutokana na kongamano haya, nimesema itakuwa na mfululizo. Tutapata shuhuda mbalimbali za mabadiliko ya vijana kutokana na makongamano haya ambayo yanafanyika. Na mwisho wa siku hata wengine wametoa shuhuda. Mimi nilikuwa na kijana wangu yuko pale. Jarida la habari. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Jarida la habari. Haya, taarifa msikilizaji ipo namna hiyo. Sasa washiriki nao walikuwa na haya ya kusema mara tu baada ya kuhitimisha kwa kongamano hilo. Msikilizaji, sikiliza hapa. Jina langu naitwa Lilian Frank Mauka, ni mkazi wa Sumbawanga Manispaa. Mimi kwa profession yangu nimesomea land management, valuation and registration, ila kwa sasa najihusisha na kilimo. Kwa fursa nilizoziona hapa, fursa ni nyingi kwa kweli. Nimeona fursa katika kilimo ambacho ndio kitu ambacho mimi nafanya. Silimi ila naongeza thamani kwenye mazao. Yaani mkulima akilima, mimi nanunua yale mazao na yauza kwa watu wengine. Kwa hiyo nipenda kuwasa vijana wajihusishe na kilimo. Kilimo sio lazima wewe uingie shamba. Kilimo unaweza ukakifanya kwa njia nyingi, kwa kuuza mbolea, kuuza mbegu, ama pia kuongeza thamani kwa kusaga unga, ama kuuza mchele na kusafirisha sehemu mbalimbali. Jarida la habari. Kongamano hili la vijana limetukutanisha vijana wengi kutoka maeneo mbalimbali katika mkoa wetu wa Rukwa. Lengo na madhumuni ni kutupa elimu na kutuelimisha juu ya kuchangamkia fursa zilizopo katika mkoa wetu na nje ya mkoa wetu katika sekta mbalimbali za kiserikali. Kwa mfano, kuna chuo chetu kile pale cha VETA. Chuo chetu kile pale cha VETA kimetoa fursa ya kusoma kwa gharama ya chini sana. Ni wakazi wa mkoa wa Rukwa na nje kwa upande wa vijana kuchangamkia fursa hizo. Mimi niliyepo hapa mbele yenu ni mmoja wapo wa fursa ambazo zimetolewa na Mama Samia. Zinaitwa Wanawake na Samia za wiki 2.
Tupo pale VETA, tunachukua mafunzo ya muda mfupi ya wiki 2, mafunzo mbalimbali. Mimi nipo katika kompyuta. Na wengine kuna mapishi, kuna ushonaji, wanatengeneza mabatiki, vitu mbalimbali. Hizo zote ni fursa ambazo zitatufanya sisi vijana tusitegemee vyeti vyetu tulivyosoma na kujiajiri wenyewe, endapo tutawezeshwa katika mitaji. Hivyo serikali isichoke, iendelee kutukusanya vijana kama ilivyofanya tukio hili la leo. Kwa vijana wenzangu ambao mko nyuma, msijiweke nyuma na msiendelee kujiweka nyuma. Msiogope, msidhani fursa hizi zipo kwa ajili ya mtu fulani na fulani. Hapana, unapoona tangazo, jitokeze. Jarida la habari. Kwa kongamano hili la leo nimejifunza vitu vingi vifuatao: kilimo, ufundi, pia kujisajili NCCF, kujiunga, kujisajili. Pia kitu kingine nilichojiona, kuna fursa ya mikopo pia. Kama una mitaji, kuna fursa za mikopo. Kwa hiyo mimi nashauri kama kuna vijana wenzangu wapo wameshindwa kufika katika kongamano la leo hili hapa, waje kwenye makongamano mengine yafuatao nchi nyingine. Tuna group letu, kuna kikundi chetu kinaitwa Opportunity Together Group. Mimi ninachoomba kwa manispaa ya mkoa wa Rukwa, manispaa Sumbawanga, iangalie kutuwezesha sisi vijana kwenye swala nzima la mikopo, kutuinua kimtaji zaidi. Jarida la habari.